kuingia kwenye mchezo wa kesho ilipata katika mchezo? Kwanza kabisa niseme ni kweli kama ulivyozungumza, lakini yote yale yalisababishwa na fatiki tuliokuwa nayo, kwa sababu sisi tuna siku 5 ambazo ndio tumeanza mazoezi kwa ajili ya pre-season, na akili yetu hasa kubwa ilikuwa tunaangalia Champions League. Kwa hiyo hatukujiandaa sana na mashindano haya, lakini niseme tu kwamba fatiki ilitutafuna, lakini tunarudi, tumepata muda kidogo wa kupumzika sasa hivi. Naamini kabisa katika mchezo huu wa kesho tutafanya vizuri zaidi. Mimi niseme tu kwamba kweli Simba ni timu bora, iko vizuri, lakini tumeona na wao vile vile wana shida baadhi ya maeneo ambayo hatuwezi kuyataja hapa, kwa sababu ni mbinu yetu na sisi kwenda kuyafanyia kazi ili tuweze kumbiti. Fatiki ni kweli, lakini tumepata at least kwamba tumepata siku 1.5 ya kupumzika. Naamini kabisa kwamba tutarudi katika kile kiwango chetu, na niseme tu kwamba tunafahamu ubora mwingine waliokuwa nao, kwamba ni wazuri vile vile katika set pieces na kutumia maeneo ya pembeni, kwa sababu tuliangalia mchezo wao wa jana walivyocheza, wajuzi walivyocheza, tumeona kwamba wanayatumia vizuri maeneo hayo. Kwa hiyo na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba maeneo hayo hayaleti madhara, na ikiwezekana na sisi vile vile tuwadhuru kwa yale mambo yetu mazuri tuliokuwa nayo. Mimi niseme kwamba lazima tuwe na nidhamu ya kimbinu. Lazima tuwe na nidhamu ya kimbinu kama tulivyoelekezana katika uwanja wetu wa mazoezi. Lakini la pili ni kwamba tunatamani sana au tunaamini vijana wetu kwamba watajituma sana, hawatatoa nafasi za kumwacha mtu free akaweza kufanya maamuzi ya kutudhuru. Kwa hiyo mimi niseme tuko tayari kwa ajili ya kufanya vizuri katika mchezo huu. Back to back finali ya Ngao ya Jamii. Umeona pia mechi za Ngao ya Jamii 2025. Umezitazama namna gani na unazungumzia Ngao ya Jamii 2025? Tunatarajia kuiona finali nzuri zaidi ya safari hii, kwa sababu kila siku timu zinajidhatiti kwa maana kwamba ya kuongeza watu, lakini vile vile kuongezeka kimbinu. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutakutana na finali nzuri. Kwa hiyo niseme tu kwamba wapenzi wa mpira wafike kwa wingi kuja kushuhudia burudani kesho. Awali ya yote ni jambo la kumshukuru Mungu, tumefika finali tena, na sisi kama wachezaji tunaamini mchezo huu utakuwa mzuri na wenye ushindani, kwa maana mara zote tunapokutana na Simba Queens, iwe kwenye mashindano ya aina yoyote, unakuwaga mchezo wenye ushindani sana. Kwa maana hiyo tunaamini mchezo huu utakuwa mzuri na wenye ushindani. Kama nilivyoongea awali kwamba Simba ni timu kubwa, tunaiheshimu, na siku zote tunapokutana sisi na Simba mara nyingi huaga ni mechi inakuwa ngumu. Kwa maana hiyo sisi tumeona tulipokosea kipindi cha msimu uliopita, tunaamini kwamba msimu huu tutafanya vizuri zaidi ya vile msimu uliopita, kwa maana mwaka jana kwenye ligi tulikutana nao lakini hatukuambulia alama zote, kwa maana mchezo wa kwanza tulitoa suluhu na mchezo wa pili tukapoteza tukiwa nyumbani. Hata hivyo tulipokutana kwenye mashindano ya Samia Cup tuliwafunga. Kwa maana hiyo sisi na Simba sio kwamba wasituchukue kama vile ambavyo walivyotuacha. Sisi tupo vingine na tumejipanga kwa ajili ya kushinda mchezo wa kesho. Sisi tupo kwenye mission na tunaamini haya mashindano yatakuwa kama funzo au fursa sisi kwenda kufanya vizuri katika klabu bingwa. Maandalizi ya wachezaji binafsi yanakuwa mazuri, kwa maana team unity and chemistry ya timu yote itakuwa vizuri, kwa maana wachezaji wote tunakuwa pamoja na tunaambizana kwamba umuhimu wa huu mchezo ambao unatakiwa tuucheze kesho, kwa sababu kesho ni mechi ya finali. Siku zote haiwezi kawa rahisi, kwa sababu wote tumekutana ni washindi katika hatua za awali na tumekutana kwenye hiyo mechi ya finali, ni mechi ya mwisho. Kwa maana hiyo tunaambizana tupambane, ni mchezo wa dakika 90 tu. Tukimaliza dakika 90 na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa maana hiyo morali ya wachezaji ya wenyewe kwa wenyewe kabla ya mwalimu au viongozi ipo juu. Tunaamini kesho tunawaalika mashabiki wetu kwa ujumla waje wengi uwanjani, kwa maana hao ndio wachezaji wa 12.